Huyu mama alikuja hapa leo tungemzika na kusema mapenzi ya Bwana yatimizwe. Si mama mkubwa jamani, mnamuona? Alikuja hapa mama, kwa wale unajua wengine hamfahamu ni wageni, lakini kuna majirani zake. Huyu mama nilipokuja kwenye Yanga nikakuta ana dira. Hebu sema dira. Inaitwa dira nini? Ni dira au inaitwa kwa jina lugha? Dela ile. Sasa unashangaa mama anafaa dela. Kwa ukimwona anatembea hivi ni kama mnene kabisa. Nakumbuka nilikuwa na maombi hapo kwa nani? Nilikuwa kwa nani? Kwa Richard, kwa Mama Vai. Ilikuwaje mama? Hebu niambie kidogo, kuna kitu nataka niseme pia hapo. Ilikuwaje? Ulibeba mimba ya miaka mingapi? Bwana Yesu asifiwe. Mimi nilibeba mimba ya mwaka na miezi 7. Jamani, kuna mimba ya mwaka na mwezi 7? Muulize mwenzako, uliwahi kusikia? Swali basi, uliwahi kusikia mimba ya mwaka na miezi mingapi? Kawaida huwa mtu anataka kubeba mimba miezi ngapi? Miezi 9. Huyu alibeba mwaka, miaka miwili kasoro mingapi? Ikawaje mwanangu? Hivi ni mimba kabisa? Haya, ulibeba mimba ukaenda kliniki? Ndio. Ulikuwa na kadi ya kliniki? Ndio. Ulikuwa unaenda kliniki wapi? Nilienda Seliani. Ulikuwa unaenda Seliani? Nikaenda Barazani. Lakini sasa kila wakini ikafika miezi 9 ikapitiliza. Ndio, lakini hapo nilikuwa naona tu ile damu ya mama. Na una mimba. Ndiyo. Daktari alikuwa anakuambiaje? Wananiambia ni mimba inachupika. Mungu anaweza kusaidia. Baadaye ukaendelea na unahamu dalili zote za mwanamke ambaye ana mimba. Unazo dalili zote? Ninazo kabisa. Dalili zote? Zote. Na ulikuwa unaona tamani nyama? Nakula hata ninapoambiwa mimba inafungua, baba alikuwa anakuza hilo. Ukiambiwa kwamba mimba inafungua, nikawa naambiwa nitoe maini. Ile laini. Kwa hiyo ndio ulikuwa unakula ili mimba isipungue. Ndio. Ukala ngapi? Sabiki baba, maana nilikuwa namchosha hata baba. Unamchosha baba Joyce? Kila siku unaletewa? Kila baada ya siku 3, maana hata wamama wakunga walikuwa wananiambia ni mimba inachujika. Kwa hiyo hata wakunga walikuwa wanashika tumbo lako. Nini baadaye mwanangu si ikatokeaje sasa? Hii mimba ikafika miezi 9, miezi 12. Daktari akakwambiaje? Uzai? Waliniambia kwamba yani kadri unapoendelea kukaa hivi hiyo mimba inapopungua na unapokula hiyo maini inaweza ikakaa mahali yake kawaida. Lakini sasa cha kushangaza mimi ninapoona ile nani hali ya wakina mama inanikosesha amani, maana kwanza ninashindwa hata kukaa. Ukai tena? Sikai, silali, nachukua foronya naongeza kwenye kitanda pamoja na godoro, lakini unaongeza? Maana iko kama vile siwezi. Na kupika haupiki hata? Sipiki hata wakina zaka walipoingia tohara, hata naomba mama wa jirani anisaidie kuepua chungu cha maskodi. Ikawaje mwanangu? Baba, mimi nimekuwa nikaenda Kaloleni. Nilipofika Kaloleni nikaambiwa kwamba mimi mimba inatakiwa ufanyie operation, maana hatuoni mimba, tunaona giza. Kwa hiyo imefika mahali wakipiga tena hawaoni mtoto? Hapana. Lakini tumbo liko hivi kubwa kabisa. Wanatuambia tunaona giza. Kwa hiyo ufanywe operation mtoto atolewe. Maana hizi kama vile ni nyama zako sio nyama zako, kwa hiyo tumeshindwa kuelewa. Ina mambo. Uzuri moja, hizi sio za kutunga. Ni majirani. Mnafahamu. Si ndivyo jamani wapendwa? Si mnamfahamu? Hii kawaje mama? Baba, nikatoka Barazani, siku nimeenda kliniki, hawajaniandikia hata tarehe ya kurudi, maana wamekosa pia nao dalili. Nao wanakosa dalili. Wanakosa jibu. Jamani, kuna vitu vikifika hata serikali, hata madaktari, hata science na goma. Lakini tunaye daktari moja, tunaye mwana science moja, anaitwa shujaa wa msalaba. Kila kitu kinawezekana kwake, na kutamkia visivyowezekana kwako vinakwenda kuwezekana. Usivyovijua na kutabiria utakwenda kuvijua. Vilivyofichwa vitakwenda kuletwa nuruni. Sema vinakwenda kuletwa nuruni. Baba,
mpaka ndio nilipotoka barazani kakutana na Mama Lize na nakuja kwenye maombi kwa Mama Vai. Akanambia umetoka wapi? Nikamwambia nimetoka barazani, nilitaka kutembea, nimechoka. Akanambia sasa nikwambie usiende nyumbani, twende kwenye maombi. Maana mtumishi huyo Elisha ambaye anaenda nyumba kwa nyumba anaweza akakuombea. Nikamwambia wacha nifike nyumbani nikanywe maji maana nimechoka. Ni kweli umechoka kabisa? Nimechoka baba. Na unasikia mtoto anacheza kabisa? Kuna siku yani mimi nilishindwa hata kujielewa maana ninakula udongo. Nikafika tu nyumbani akaninyang'anya pochi yangu akaweka juu ya kabati akaniambia funga mlango twende. Nikamwambia sasa naenda wapi? Sina hata sadaka. Akanambia hamna cha sadaka, wewe twende. Tuangaliage sadaka. Tunaangalia roho za watu zipone. Tuangalie vitu, tunaangalia mtu afunguliwe. Sadaka utakuja kumshukuru Mungu kwa wakati wako. Baadaye baadaye nikafika hapo kwenye maombi. Ukawa unatoa somo basi. Baadaye ukasema kuna mama yuko hapa. Namuona kwamba huyo mama amechoka. Mimi nimesema kuna mama yuko hapa. Mama yuko hapa amechoka. Amechoka. Ila sasa huyo mama naomba aje hapa mbele. Sasa mimi sikujitambua kwamba mimi wapo nimechoka, lakini mwenyewe ujitambui kwamba yeye ndiye wewe ndio unasema. Maana sasa ndio mara yangu ya kwanza. Umeona wakati mwingine mtumishi akiwa kwenye maombi, wakati mwingine kwa makini sana. Unaweza ukashangaa sio mpaka kuambia wewe fulani akasema tu kuna mtu yuko hivi, au kwenye maombi akasema kuna mtu yuko hivi, au kwenye mahubiri akasema utakwenda kuwa hivi. Wewe kamata kwamba neno langu hilo. Sema basi amina. Sema leo na kamata maneno yanayotamkwa kwenye madhabahu. Kamata. Sema nimeonekaniwa hata kama hajanisimamisha, lakini maombi iliyoposhuka alisema kuhusu hivi, na aliposema ni mimi. Sema basi amina. Kuna wengi wanakuja wanasema ulipokuwa naomba ukasema hivi nikadaka. Nikasema kuna mtu amechoka. Baba mimi ukaendelea kukaa. Nikaendelea kukaa, lakini baada ya hapo ukasema we mama njoo. Nikanyanyuka, nikaja. Jamani ukimuona alikuwa anatembea hivi kabisa. Yaani amechoka. Mimba ina mwaka na nini? Miezi 7. Ngoja tujue, je, ni mimba? Hii dunia ni shida. Baba ndio nilipotoka hapo mbele ukaniombea. Mimi sikuendelea tena kujua kilichoendelea. Nimeanguka hapo chini sijajua kilichoendelea. Nilitamka tu nikasema ewe mimba bandia. Nilipoanguka kwanza uliponiita umesema we mama njoo, nikanyanyuka nikaja. Lakini ulikaa umbali kama hapa na huyu baba. Kabla sijakufikia ukasema ewe mimba bandia. Yaani unakuja kwangu hujafika hata kwangu. Tayari naachilia neno. Nasema ewe mimba bandia. Leo nataka ukinyanyuka hapa, kabla hujatoka hapa maadui zako watakuwa wamepigwa. Sema adui zangu watakuwa wamepigwa. Wangapi wako tayari nisafirishe roho wa Mungu aende? Sasa ulivyosema ewe mimba bandia ni kule ghafla mimi nilijiona Miereka. Ndio baba. Kaendelea au kujua kilichoendelea sasa wewe. Tena kilichoendelea. Unabebwa. Baadaye Mama Nuru akawaambia nani ya mwenye maji hapa. Mama Nuru akaamka akaleta maji kwenye korokoro hii ndogo. Pale ya nyumbani. Alikuwa na maji yake. Basi ukachukua yale maji ukanaambia kunywa mara 7. Nikanywa yale maji ukanaambia ukifikisha nyumbani mpe. Baada ya kuanguka sasa nikasema tuleteni maji jamani, amechoka huyu. Nikasema hii maji kunywa sasa. Ndio nikasimama. Pale Mama Nuru ananishikilia nikanywa yale maji ukaniambia ukifika nyumbani umeshakunywa mara 7 mpe mume wako. Mpe mume wako. Ndio. Sasa nilivyo na mama mko wako. Na mama mko wako. Ndio. Akaniambia hiyo nyingine itakayobakia peleka mahali husika kwenye kitanda chako. Juzi nimesema kitanda ni nini jamani? Wangapi walikuwepo juzi nimesema kitanda ni nini jamani? Kitanda ni nini jamani? Ni madhabahu. Baba nilipotoka hapo kwa Mavai niliteremka mpaka hapo kwa Sautu. Sijajua hata ni nini maana niliondoka kama vile naenda uani, lakini ni kama ilikuwa inatoka kitu kama moshi na sijafika nyumbani. Mama sana, unachukua tunaangalia kwenye TV. Simuona hiyo kitu?
Unaona uchawi unaofanya? Moshi unatoka mama kwenye mwili wako. Moshi kama yani ni moshi. Nashikilia yale maji kidogo nikatoka uani kwa mama, nikaja nikateremka. Nilipofika barabarani nikaona kwamba mbona kama napungua upande mmoja. Tumbo ilikuwa hivi? Lakini, yani umetoka pale, unavuka barabara kwenda kwako, tumbo linaanza kupungua. Nasikia kwamba vile kuna vitu vinatoka upande mmoja. Vinatoka. Si leo sijui kama kuna watu wana imani. Utoke leo ukiwa umebarikiwa na vitu vinatenda kufanyika katika maisha yako. Vitu vinafanyaje? Yani naona kwamba uwepesi, naona kuna uwepesi unasikia tayari. Ndio baba. Amejibu maombi. Amejibu kwa wakati Bwana. Amejibu haja ya moyo. Jamani Yesu amefanya. Wangapi wanaamini kuna kitu Mungu anaenda kufanya leo kwao? Baba, nilipovuka barabara nikamkuta baba Jusa ametoka kazini amefungua ng'ombe. Yuko hapo shambani. Ukamwambia? Na beba yale maji, nikamwambia haya maji na wewe kunywa mara 7. Niambia wewe mara 7 na wewe kunywa mara 7. Na akanywa. Amekunywa hapo shambani. Ukafika nyumbani? Tena natembea speed ili nimkute koko haraka na yeye anywe. Ukampa na koko? Na koko na yeye akanywa. Nimemkuta hapo anachagua maharage na yeye nikampa akanywa. Ukakimbia chumbani? Naenda chumbani. Nikamwambia Mungu, vile nilivyopokea ule uwepesi njiani, naomba kesho asubuhi nikute hadi haipo. Nini kimetokea? Baba, ni ile mvuke tu unayotoka. Ni moshi kabisa unakutoka. Moshi umetoka, sio mtoto. Na kucheua kwa ajabu sana. Moshi umetoka mpaka tumbo limekuwa flat. Sasa kesho yake nikaambiwa kuna mwali wangu ambaye yuko hospitalini. Nikasema naona hata uwepesi leo, nakimbia hospitalini. Nikaenda hospitalini, kweli kwa mwali wangu alikuwa anajifungua. Baba, nashangaa nimeenda niko mwepesi. Yani alafu hata sitaki usafiri wa mtu. Umekuwa mwepesi kabisa baba. Mama, tuambie, mtoto uliambiwa yuko wapi? Tarehe 3 mwezi wa 4. Nimepona, sijaona tena mtoto na ile hali ya kula udongo hamna. Amen. Unaweza kufanya uchawi? Huyu mama anachosema sio uongo. Wengine mnamfahamu? Si mnamfahamu? Si mnamfahamu jamani? Nakumbuka nilikuwa ndo najenga kajengo kadogo pale chini. Wakati najenga nikashangaa tunachomeka nguzo chini. Niko na misumari, nimeshika zangu misumari, napandia juu nimpe fundo. Akina mama Alice kipindi walikuwa wanakuja. Napandia juu, nikashangaa amekuja. Baba, amekuja nyumba. Baba, nimepona eti. Anaogopa kuongea. Niambia, nini mama? Sasa nimepona. Jana umeniombea kwa fulani juzi. Nimepona. Nikamwambia basi nenda kumshukuru Bwana. Nenda kumshukuru Bwana. Na ikawa ndio mwanzo wakaja wapi? Na ndio hiyo akina Magi wakafuata. Magi yuko akafuata. Hivi si mama yako? Ilikuwa vita baba. Njoo hapa. Ilikuwa vita baba. Ilikuwa vita. Vita vya nini? Ilikuwa vita maana mahali nilikoondoka yani ilikuwa ni vita. Kwa nini? Maana kule eneo mimi naambiwa kwamba walikuwa wanaona mimi na ujauzito. Sawa. Lakini wako wananiambia sasa mama, hii ujauzito wa mwaka na nusu jamani. Kama singetoka basi mtoto tumshike. Si angekuja kama mtoto jamani. Anasema moshi unatoka kwenye mwili wake baada ya kumwombea. Moshi. Jamani. Alafu useme Yesu hayuko hapa. Alafu useme Elisha hajaitwa. Ameitwa. Haki ya Mungu ngoja ameitwa. Useme Elisha hajaitwa. Ameitwa. Alafu utegemee Elisha umpige vita akimbie hivi. Labda Mungu wake akimbie. Sema fire. Mama, ukawa unasema tena ulikotoka tena kwamba ulikuwa kwanza ilikuwa inaonekana kwamba ikawa vita kwa maana sasa. Kwanza ulikuwa naenda kwenye maombi zingine. Nilikuwa naenda kwa kanisani kawaida lakini kanisa la mtu. Lakini sasa hiyo tumbo haipungui, nikaenda kanisani kabisa. Ulienda kwenye maombi? Kabisa, nilienda Safina, nikaenda huko ndio mahali kwa naabudia. Lakini sasa cha kushangaza, mimi lile tumbo halipungui. Liko vile vile. Baada ya kuja sasa ndio vita sasa vikainuka, umehama kanisa.
Na nikamwambia sasa sisi na baba Joy kweli tuliwaambia niko tayari, maana ni mahali nilioponea. Ndio hapo maana siku zote siondoki. Maana siku zote nilikuwa na nyie, lakini hamjanitolea hii shida. Ukitendewa, heshimu hiyo madhabahu. Na majui hata kama na madhaifu yake wakati mwingine hivi na hivi na hivi na hivi, lakini sijawahi kuona kiumba na madhabahu. Sijawahi kuona. Hata kama na madhaifu yake ni ya kwake ni mengine, lakini hayumbi na madhabahu. Anakumbuka Mungu aliko toa. Mage, njoo hapa. Hivi ni kweli mama anachosema? Maana si mama yenu jamani huyu. Hivi ni kweli? Hebu tudhibitishe. Hivi alikuwa na mimba kweli? Ilikuwa ni mimba na ulikuwa unamuonaje mama? Maana alisema watu walikuwa wanamuona mpaka anaonekana haibu kwenda kanisani. Ulikuwa unaonekana haibu? Wanakuambiaje? Umeogopa kwenda kanisani kwa sababu gani? Maana sasa watoto wako kwa kubwa. Alafu eti ni kweli dada? Na vijana pia nao wakubwa. Sasa ile mimba sasa hivi ili kukwaisi, lakini kuna kulokwa jamani. Kuna kulokwa. Hivi jamani, mimba hata ya miezi 4 si tayari ni mtoto jamani? Sasa hii imepita wapi, natoka kama moshi. Ni pepo. Aya, angekufa kipindi kile tungesema mapenzi ya Bwana. Mwanangu, hivi ni kweli mama alikuwa anashindwa hata kupika? Ni kweli baba. Alikuwa na mimba? Ndio. Kubwa tu? Kubwa tu. Ningeshampoteza kweli kama sio madhabahu ya Elisha. Mungu akubariki baba. Asante, utukufu kwa Yesu, maana ndiye anayetenda. Aliteseka sana muda mrefu. Sisi tunajua si ni utoto, lakini tunaona kama tumbo la baba, tumbo la mama ni kubwa. Kumbe anajielewa. Ndo baadaye mimi nishaolewa, lakini kabla sijaolewa alikuwa haingii jikoni, haezi kupalilia. Yaani sisi ndo tunafanya kazi zote lakini akilala mnamnyanyua. Yaani anachukua godoro analia. Anajiongezea ndio nini? Anajiongezea foronya kichwani. Ndio. Akinyanyuka haezi kuinama. Yaani haezi kazi zote kabisa. Ulikuwa unataabika? Nilikuwa nataabika eti baba. Kwa akili za kibinadamu tu akiniona atasema ni kwa ajili mama Joyce na watoto wake 6. Ni mtu mwenye akili zake amejielewa, kwa hiyo ni mjamzito. Baba alikuwa anataabika. Unateseka kabisa. Neno moja tu nimesema tu, wewe mimba bandia. Toka. Na ikawa akatoka kabisa baba.